Karibu kusikiliza taarifa kamili za habari kupitia redio yako unaoiamini Congo Post News, na mimi jina langu Id George. Katika vichwa vya habari vya asubuhi ya leo, mvutano wa kijeshi unaendelea kushika kasi katika Plateau za Minembwe, huku taarifa zikieleza kuwasili kwa vikosi vya nyongeza vya FARDC na wazalendo katika maeneo ya Mikenge na Kipupu, wakati operation dhidi ya Twirwaneho wanaoshirikiana AFC M23 zikiendelea. Katika eneo la Kivu Kusini, hali ya taharuki yaripotiwa mjini Luvungi baada ya waasi wa RDF M23 FC kuondoka eneo hilo, huku vikosi vya FARDC na wazalendo vikianza kuingia na kuchukua udhibiti wa mji huo uliopo katika wilaya ya Uvira. Huko Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini, watu 11 wamepoteza maisha kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea kwenye kilima cha Irongi baada ya mvua mkubwa kunyesha katika eneo hilo. Na katika eneo la Ruchuru, miili miwili yagunduliwa ndani ya shule moja ya mjini Kibirizi, huku mamlaka zikianza uchunguzi kubaini mazingira ya tukio hilo lililoacha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Habari hizi pamoja na zingine nyingi zinakuja kwa kina ndani ya taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi kupitia Congo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo. Na basi kwa mwisho wa habari tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mvutano wa kiusalama unaendelea kubadilika kwa kasi katika eneo la tambarare la Ruzizi au Plaine de Ruzizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya taarifa kueleza kuwa waasi wa M23 AFC wameondoka katika mji wa Luvungi, huku vikosi vya wazalendo wa kushirikiana na jeshi la FARDC vikianza kuingia katika eneo hilo. Luvungi ni mji uliopo katika sheferi Bafuliru ndani ya wilaya ya Uvira mkoani Kivu Kusini. Eneo hilo limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa na mapigano pamoja na mivutano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya ndani, wapiganaji wa RDF M23 FC wameonekana wakiondoka katika baadhi ya nafasi walizokuwa wakidhibiti ndani ya eneo ya Luvungi, hali iliyoruhusu vikosi vya FARDC pamoja na vijana wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo kuingia na kuanza kuchukua udhibiti wa eneo hilo. Wananchi wa eneo hilo wamepokea maendeleo hayo kwa hisia tofauti. Wapo walionyesha matumaini ya kurejea kwa hali ya kawaida, huku wengine wakieleza hofu ya uwezekano wa mapigano mapya kuzuka ikiwa waasi hao watajaribu kurejea tena katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi wa Luvungi wameeleza kuwa hali ya maisha imekuwa magumu kwa muda mrefu kutokana na vita vinavyoendelea katika maeneo ya Kivu Kusini. Shughuli za biashara, kilimo pamoja na usafiri zimeathirika sana, huku familia nyingi zikilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Wakati huo taarifa zinaeleza kuwa vikosi vya FARDC vinaendelea kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wananchi pamoja na kuzuia uwezekano wa mashambulizi mengine kutoka kwa makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa mabadiliko ya hali ya kijeshi katika eneo la tambarare la Ruzizi au Plaine de Ruzizi yanaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa mapigano ndani ya eneo la Kivu Kusini, hasa katika maeneo ya Uvira na Fizi ambako makundi mbalimbali yenye silaha bado yanaendelea kufanya operation zao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano hayo kuheshimu maisha ya raia na kuepuka vitendo vinavyoweza kusababisha madhara zaidi kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha huko au kujeruhiwa kufuatia mabadiliko hayo ya kijeshi katika eneo la Luvungi. Hata hivyo, hali ya tahadhari inaendelea kutawala, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya usalama katika eneo hilo. Tujielekeze katika wilaya ya Fizi. Mapigano yanaendelea kushika kasi katika eneo la Minembwe kwenye Plateau za Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku taarifa zikieleza kuwa jeshi la FARDC pamoja na wapiganaji wa wazalendo wameendelea kupokea vikosi vya nyongeza katika maeneo ya Mikenge na Kipupu. Kwa mujibu wa chanzo cha kiutawala kilichozungumza na Congo Post News, vikosi hivyo vya ziada vinaonekana tangu siku ya Jumatatu vikielekea kwenye maeneo ya mapigano, jambo linaloonyesha kuwa operation za kijeshi zinaendelea kuimarishwa katika juhudi za kudhibiti eneo la Minembwe. Taarifa zinaeleza kuwa zaidi ya miezi 4 sasa
Jeshi la Kongo kwa kushirikiana na jeshi la Burundi pamoja na makundi ya wazalendo limekuwa likiendesha mashambulizi ya ardhi dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaodaiwa kushirikiana na AFC M23. Operation hizo pia zimekuwa zikisaidia na matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drones za kivita, huku lengo kuu ikiwa ni kurejesha udhibiti wa mji wa Minembwe ambao unaonekana kuwa eneo muhimu wa kimkakati katika ukanda huo wa Haut Plateau. Hata hivyo, licha mashambulizi hayo kuendelea kwa muda wa miezi kadhaa, taarifa kutoka eneo hilo zinaonyesha kuwa FARDC bado haijafanikiwa kudhibiti mji huo. Mapigano ya mara kwa mara yanaendelea kuripotiwa katika maeneo yanayozunguka Minembwe, Mikenge na Kipupu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa Minembwe imekuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na nafasi zake katika eneo za Haut Plateau za Kivu Kusini. Udhibiti wa eneo hilo unaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa mapigano ndani ya maeneo ya Fizi, Uvira na maeneo mengine ya Kivu Kusini au kusini mwa jimbo la Kivu Kusini. Kwa upande mwingine, wananchi wanaoishi katika maeneo hayo wanaendelea kuathirika na hali ya mapigano. Familia nyingi zimelazimika kukimbia makazi yao, huku wengine wakikosa huduma muhimu kutokana na hali ya usalama kuzorota. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa tahadhari kuhusu madhara ya kibinadamu yanayoweza kuongezeka ikiwa mapigano yataendelea kwa muda mrefu zaidi. Wito umetolewa kwa pande zote zinazohusika kuhakikisha ulinzi wa raia pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya wanajeshi au wapiganaji waliopoteza maisha katika mapigano hayo ya hivi karibuni. Hata hivyo, hali ya taharuki inaendelea kutawala katika eneo la Haut Plateau za Minembwe, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu mienendo ya operation hizo za kijeshi. Tujielekeze moja kwa moja huko katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Maafa ameripotiwa katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya watu 11 kupoteza maisha kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea kwenye kilima cha Irongi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo limetokea baada ya mvua mkubwa zilizonyesha katika siku za hivi karibuni kusababisha udongo kulegea na hatimaye kuporomoka, huku nyumba pamoja na maeneo mengine yakifunikwa kwa kifusi. Mashuhuda wanasema maporomoko hayo yalitokea ghafla usiku, jambo lililowafanya wakazi wengi kushindwa kujiondoa kwa wakati. Miili ya baadhi ya waathirika imepatikana chini ya vifusi wakati juhudi za uokoaji zikiendelea katika eneo hilo. Viongozi wa eneo hilo pamoja na wananchi wameungana katika shughuli za kutafuta manusura na kuokoa waliokwama chini ya udongo. Hata hivyo, kuna hofu kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka kutokana na taarifa za watu wengine ambao bado hawajapatikana. Wakazi wa Irongi wameeleza masikitiko yao kufuatia janga hilo, wakisema kuwa mvua mkubwa imekuwa ikisababisha hatari kubwa katika maeneo ya milima ambako nyumba nyingi zimejengwa kwenye maeneo yenye miteremko mikali. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa jamii wamezitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka kusaidia familia zilizoathirika, hasa kwa kuwapatia makazi ya muda, chakula pamoja na huduma za matibabu kwa waliojeruhiwa. Wataalamu wa mazingira wanaendelea kutoa tahadhari kwa wananchi wanaoishi kwenye maeneo ya hatari au maeneo hatarishi kuhama katika sehemu zinazoweza kukumbwa na maporomoko ya ardhi, hasa kipindi hiki cha mvua kubwa kinachoendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Janga hilo limeacha simanzi kubwa katika jamii ya Walikale, huku familia nyingi zikilia kupoteza ndugu zao na mali zao. Wananchi wanaendelea kuomba msaada wa haraka kutoka kwa serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu ili kuwasaidia waathirika wa maafa hayo. Tubaki huko Kivu Kaskazini, hali ya huzuni na hofu imetanda katika eneo la Kibirizi ndani ya teritwari ya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini baada ya miili miwili kugunduliwa ndani ya shule moja katika mazingira ambayo bado hayajafahamika vizuri.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, miili hiyo ilionekana mapema asubuhi ndani ya jengo la shule, jambo lililozua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi pamoja na wanafunzi wa eneo hilo. Mashuhuda wanasema wakazi walikusanyika kwa wingi katika eneo la tukio mara baada ya taarifa kusambaa, huku wengine wakieleza masikitiko yao kutokana na kuendelea kwa matukio ya ukosefu wa usalama katika teritwari ya Rutshuru. Mpaka sasa bado haijajulikana watu hao waliuawa katika mazingira gani wala waliohusika na tukio hilo ni wanani. Vyombo vya usalama pamoja na viongozi wa eneo hilo wameanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo pamoja na kuwafahamu marehemu hao. Baadhi ya wananchi wa Kibirizi wameeleza kuwa eneo hilo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha pamoja na mapigano ya mara kwa mara yanayoendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Wakazi wamezitaka mamlaka husika kuongeza hatua za ulinzi katika eneo ya umma, hususan katika shule na maeneo yanayokusanya wananchi wengi ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie tena. Mashirika ya kiraia katika eneo la Rutshuru nayo yameonyesha wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vitendo vya mauaji dhidi ya raia, yakisisitiza umuhimu wa uchunguzi wa haraka na wa haki ili ukweli ujulikane. Tukio hilo linaongeza hofu kwa wananchi wa Rutshuru ambao wanaendelea kuishi katika mazingira ya sintofahamu kutokana na hali ya usalama ambayo bado ni mbaya katika sehemu mbalimbali Kivu Kaskazini. Hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi katika mji wa Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mwanamke mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha wanaodaiwa kuwa ni majambazi. Tukio hilo limetokea katika mazingira ambayo bado yanaendelea kuchunguzwa na vyombo vya usalama, huku wananchi wa eneo hilo wakieleza hofu yao kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu vinavyolenga raia. Kwa mujibu wa mashuhuda, watu wenye silaha walivamia eneo hilo nyakati za jioni na kufyatua risasi kabla ya kutoweka kusikojulikana. Mwanamke huyo aliyepigwa risasi alifariki dunia muda mfupi baadaye kutokana na majeraha aliyoyapata. Wakazi wa Beni wanasema matukio ya mashambulizi ya kutumia silaha yamekuwa yakiongezeka katika siku za hivi karibuni, jambo linalozidisha hali ya taharuki miongoni mwa wananchi ambao tayari wameathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya kiusalama katika eneo hilo. Baadhi ya wananchi wamezitaka mamlaka za usalama kuongeza doria pamoja na kuimarisha ulinzi hasa katika maeneo ya makazi ya watu ili kuzuia vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Mashirika ya kiraia katika eneo la Beni pia yameonyesha masikitiko yao kufuatia tukio hilo, yakisisitiza umuhimu wa serikali kuchukua hatua za haraka dhidi ya makundi ya wahalifu wenye silaha wanaoendelea kueneza hofu katika jamii. Kwa sasa uchunguzi umeanza ili kubaini waliohusika na shambulio hilo, huku hakuna kundi ambalo limejitokeza kuhusishwa na mauaji hayo hadi sasa. Kifo cha mwanamke huyo kinaongeza idadi ya raia waliopoteza maisha kutokana na hali ya ukosefu wa usalama ilikumba eneo la Beni, ambako wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu kila siku. Turudi tena katika mkoa wa Kivu Kusini, ambako hofu na sitofahamu vinaendelea kutanda katika eneo la Lemera lililopo kwenye groupement ya Luhii mkoani Kivu Kusini baada ya kuibuka kwa madai mazito kuhusu kutoweka kwa raia pamoja na mauaji yanayodaiwa kufanywa dhidi ya wananchi wanaoishi karibu na maeneo ya migodi yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali vya ndani zilizopatikana hii leo, hali ya usalama katika eneo hilo linaendelea kuzorota, huku wakazi wakieleza kuwa watu wengi wamekuwa wakitoweka katika mazingira ya kutatanisha baada ya kujaribu kuingia kwa siri kwenye maeneo ya migodi yaliyofungwa kwa wananchi. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema baadhi ya wananchi walikuwa wakiendelea kwenye migodi hiyo kwa lengo la kutafuta madini ili kujipatia riziki kutokana na hali ngumu ya maisha inavyowakabili. Hata hivyo, taarifa hizo zinadai kuwa watu waliokamatwa wakijaribu kuingia katika maeneo hayo walikumbana na adhabu kali, huku baadhi yao wakidaiwa kuuawa na wengine kuzikwa ndani ya mashimo ya migodi. Mmoja wa watu waliopoteza ndugu zake katika eneo hilo amesema takriban watu 40 wameaminika kufariki katika siku za hivi karibuni. Familia nyingi bado zinaendelea kuwatafuta ndugu zao ambao hawajulikani walipo mpaka sasa.
Miongoni mwa waliotajwa kupoteza maisha ni mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Pascal mwenye umri wa takriban miaka 30. Kwa mujibu wa ndugu zake, mwili wake ulionekana miongoni mwa waliouawa, lakini familia ilidai kuzuiwa kuchukua mwili huo kwa ajili ya mazishi. Wananchi wa Lemera wanaeleza kuwa migodi hiyo ndiyo chanzo kikuu cha maisha kwa familia nyingi katika eneo hilo, ambalo linafanya baadhi yao kuendelea kuhatarisha maisha yao kwa kuingia kwa siri licha marufuku iliyowekwa. Mashirika mbalimbali ya kutetea haki za kibinadamu inaendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu hali ya raia wanaoishi katika maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika hayo yamehimiza kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini ukweli wa madai hayo pamoja na kuhakikisha waliohusika wanajibishwa ndani ya tuhuma hizo zinazothibitishwa. Mpaka sasa au kwa sasa bado hakuna tamko rasmi lililotolewa na AFC M23 kuhusu madai hayo. Wakati huo familia nyingi zinaendelea kuishi katika majonzi na hofu, huku zikiendelea kutafuta taarifa za wapendwa wao waliopotea. Hali hiyo inaongeza zaidi wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano ya mara kwa mara na udhibiti wa maeneo ya madini vinaendelea kuwa chanzo cha mateso kwa raia wasiokuwa na hatia. Baada ya kusikiliza taarifa zetu za habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tunakuomba kuungana nasi moja kwa moja kwenye habari za kimataifa. Karibu ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Trump ametoa kauli hiyo wakati Iran ikikataa pendekezo la Marekani la kumaliza mzozo huo na badala yake kusisitiza masharti ambayo rais huyo wa Marekani aliyataja kuwa ya kipuuzi. Iran imetaka vita visitishwe katika maeneo yote ya mapigano, ikiwemo Lebanon ambako mshirika wa Marekani Israel anapambana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Teheran. Teheran pia imesisitiza mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz, fidia kwa uharibifu wa vita pamoja na kuondolewa kwa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani, miongoni mwa masharti mengine. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Labour kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo bado haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka serikali yake. Nairobi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika mjini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema, We understand as African leaders. Sisi kama viongozi wa Afrika tunaelewa kwamba pia tuna wajibu wetu. Uhusiano huu hauwezi kuwa wa upande mmoja. Tunatarajia kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao watatarajia kutoka kwetu, na wao watatoa kadri tunavyotoa sisi. Huo ndio ushindi wa kweli kwa pande zote, uhusiano wa manufaa ya pamoja. Mutually beneficial relationship. Macron ameusifu mkutano huu akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo.
Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kujadili swala la uuzaji silaha za Marekani kwa Taiwan wakati wa ziara yake mjini Beijing wiki hii. Alipoulizwa iwapo Marekani inapaswa kuendelea kuiuzia Taiwan silaha, Trump hakutoa jibu la moja kwa moja. Badala yake alisema atazungumza na Rais Xi Jinping kuhusu swala hilo. Trump amedokeza kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi Jinping unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho. Na hatimaye Kiev. Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya usiku yameulenga mji mkuu Kiev pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sumi kaskazini na Mykolaiv kusini lishambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku 3 uliotekelezwa kuanzia Jumamosi ulimalizika usiku wa kuamkia leo. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano kati ya bara hilo na Ufaransa kushinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo na kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anayeshiriki mkutano huo ametangaza uwekezaji wa euro bilioni 23 kwa bara hilo unaonuia kupiga jeki maendeleo ya kiuchumi barani humo. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa tofauti barani Afrika pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wanashiriki mkutano huo wa kilele wa Africa Forward uliofunguliwa jana Nairobi, Kenya. Rais Macron aliusifia mkutano huo akisema umehamasisha uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya kujitolea kwa Ufaransa kuwa na mahusiano yenye kuzingatia usawa na washirika wake ndani ya bara hilo. Macron amesema fedha hizo zitasaidia kutoa ajira 250,000 nchini Ufaransa na Afrika. Kati ya euro bilioni 23 zilizotajwa, euro bilioni 14 zinatarajiwa kutoka kwa wafadhili wa Ufaransa, huku sehemu iliyobaki ikitolewa na wawekezaji wa Afrika. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa, fedha hizo zitaelekezwa zaidi katika mabadiliko ya nishati, uendelezaji wa teknolojia za kidijitali na kilimo. Mkutano huo unalenga pia kuanzisha mfumo mpya wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, ukitilia mkazo uwekezaji wa moja kwa moja badala ya misaada iliyozoeleka ya maendeleo kama sehemu ya mabadiliko ya sera ya Ufaransa kuhusu Afrika kuelekea ushirikiano wa usawa. Bara la Afrika limependekeza mabadiliko katika mfumo unaotumiwa na taasisi za kimataifa za utoaji mikopo, ambayo viongozi wa Afrika wanaishutumu kwa kuzidisha tathmini ya hatari ya bara hilo. Rais William Ruto wa Kenya alikuwa na haya ya kusema. Governments across our continent continue. Serikali za bara letu la Afrika zinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kupata fedha za kugharimia miundombinu muhimu, ikiwemo barabara, mifumo ya nishati, maeneo ya viwanda, mitandao na hata makazi nafuu. Kuna mtaji barani Afrika, lakini miradi ya maendeleo ya Afrika inaendelea kukosa ufadhili wa kutosha. Tatizo kwa hiyo si ukosefu wa fedha. Tatizo ni muundo wa tathmini ya hatari. Ndio maana Afrika inaweka msingi wa mfumo wa kifedha ulio imara zaidi, unaostahimili misukosuko na unaojitegemea zaidi. Financial architecture. Miongoni mwa marais waliohudhuria ni pamoja na Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais wa Gabon Brice Oligui Nguema na Waziri Mkuu wa Morocco Aziz Agonouch. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema nchi yake iko tayari kurejesha kazi za sanaa za Afrika zilizoibiwa wakati wa ukoloni. Amesema zoezi la kurejesha sanaa hizo haliwezi kusitishwa. Amesema hayo siku chache baada ya bunge la Ufaransa kupitisha kwa kauli moja sheria ya kurejesha sanaa hizo barani Afrika. Ufaransa inamiliki maelfu ya kazi za sanaa na vito vya kihistoria vilivyochukuliwa kutoka Afrika wakati wa utawala wa kikoloni.
Na tunasalia huko Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anaanza muhula wa 8 madarakani, huku mjadala mkubwa ukihusu si lini ataondoka madarakani bali ni nani atakayemrithi. Macho ya wengi sasa yanaelekezwa kwa mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda. Muhoozi ndiye aliyesimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi kwa ajili ya kuapishwa kwa Museveni mjini Kampala, hatua ambayo wengi wanaiona kama ishara ya kuendelea kuimarisha ushawishi wake nchini humo. Mengi zaidi ni kutoka kwa Michael Kwena. Sherehe ya kumwapisha Rais Yoweri Museveni inaendelea mjini Kampala, lakini wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema mabadiliko ya uongozi tayari yanaonekana kutokea taratibu ndani ya mfumo wa serikali na jeshi. Kadri Museveni anavyozeeka, viongozi wengi serikalini wameanza kuonyesha utii wao kwa Muhoozi, jambo linaloonyesha jinsi alivyoanza kuonekana kama mtu mwenye nguvu kubwa kisiasa na kijeshi nchini Uganda. Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, amewahi kusema wazi kuwa ana nia ya kuwa rais wa Uganda siku zijazo. Hata hivyo, safari yake kuelekea urais inaweza kuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni kupitia mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kufanyika ndani ya chama tawala cha NRM ambacho kina viti vingi bungeni. Njia ya pili ni kupitia ushawishi mkubwa wa jeshi katika kipindi cha mpito wa uongozi. Lakini changamoto kubwa kwa Muhoozi inaweza kuwa uchaguzi wa moja kwa moja dhidi ya viongozi wa upinzani, hasa Bobi Wine, mwanamuziki maarufu na kiongozi wa upinzani ambaye bado anaungwa mkono na vijana wengi nchini humo. Spika wa bunge la Uganda, Anita Among, tayari ameonyesha wazi kumuunga mkono Muhoozi, akisema wabunge watafanya kila linalowezekana kuhakikisha anafanikisha ndoto yake ya kuwa rais. Muhoozi mwenye umri wa miaka 52 aliingia rasmi jeshini mwishoni mwa miaka ya 90 na kupanda haraka hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa majeshi ya Uganda. Wakosoaji wa serikali wamekuwa kiita hatua hiyo kuwa ni mpango wa muda mrefu wa kumwandaa kurithi urais. Kwa muda mrefu Museveni na mwanawe walikuwa kikanusha madai hayo, lakini katika miaka hivi karibuni dalili zimeongezeka kuwa familia hiyo inaweza kutaka kuendelea kubaki madarakani hata baada ya Museveni kuondoka. Tofauti na baba yake ambaye alikuwa akijulikana kwa uwezo wa kujadiliana kisiasa na kuvutia wananchi kwa lugha ya kawaida, Muhoozi anaonekana kuwa mkali zaidi, hasa kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii ambao wakati mwingine huzua mabishano makubwa. Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya vita vya msituni, akiahidi kuleta demokrasia na kuondoa viongozi wanaokaa madarakani kwa muda mrefu. Lakini sasa wakosoaji wake wanasema Uganda imekuwa na mwelekeo wa utawala wa kiimla, huku ukomo wa mihula na umri wa rais ukiondolewa kikatiba. Serikali ya Uganda pia imepitisha sheria mpya inayodhibiti ufadhili wa mashirika kutoka nje ya nchi, hatua ambayo upinzani unasema inalenga kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali pamoja na mashirika ya kiraia. Chama cha Bobi Wine National Unity Platform kimeelezea sheria hiyo kuwa ni ya kibaguzi na yenye lengo la kuendelea kuwabana wale wenye maoni tofauti na serikali.